ma asfala min al-ka'baini min al-izari fa fi an-nar. Ndio hiyo tunayoanza. Haya, twendeni basi na kutoka kwake tena Abi Huraira kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma asfala min al-ka'baini, kilichokuwa chini ya vifundo viwili vya miguu, min al-izari, katika kikoi au saruni, fa fi an-nar, hicho ni cha motoni. Rawahu al-Bukhari, amepokea nani? Bukhari. Narudia, ma asfala, kilichokuwa chini, min al-ka'baini, ya vifundo viwili. Na tumesema vifundo viwili vya mguu ni hichi kinachotokeza kwa nje na kile kinachoonekana kwa ndani. Katika kila mguu mmoja panakuwa na vifundo vingapi? Viwili. Cha huku nje kinachoonekana na kile cha ndani. Pale penye kiungo cha mguu ndo ka'baini ile iliyokuja kule kwenye udhu. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'baini. Katika kila mguu mmoja kuna kaabu hizi mbili. Kile kifundo kinatokeza huku na upande wa pili. Hasa kilichozidi katika vifundo hivyo viwili, fa finari, hicho ni cha motoni. Yani manake ni dhambi na ni kosa. Kwa hivyo kanzu au kikoi au suruali kwa Muislamu wa kweli inatakiwa isiburuze na isifunike, isizidi vile vifundo. Kama itaishia hapo sawa. Tena wengine wanachukua tahadhari, wanapanda juu zaidi na vile vifundo viwili vinakuwa vinaonekana. Na wengine sasa wanachukua inda, wanakuja zao mpaka miundi inaonekana. Sasa kuna watu wanaochukua tahadhari na kuna watu wanaofanya inda. Mnaijua inda? Inda manake kama vile kulifanya jambo asolitaka mtu na we kwa makusudi. Mpaka wengine akisujudu madubwana yake yanaweza kuonekana. Kama hakuvaa kitu kizuri zaidi cha kudhibiti madubwana, basi madubwana anakuwa nje anaposujudu. Sikwambia akipanda chombo. Hiyo akipanda chombo galau kutakuwa na dharura, kwa sababu chombo nguo ile inaweza ikaja ikaingia kwenye ringi tairi ikasababisha ajali na nini. Lakini kwenye kusujudu hakuna dharura za kufanya madubwana yaonekane wapi? Yaonekane nje. Mimi wakati mwingine ningesema maneno, kuna watu wanayachukulia kwa hasira sana, kwa sababu nina tabia mimi ya kueleza jambo kwa ufasaha. Sasa ukieleza kwa ufasaha linamkera sana yule mtu, kwa sababu linakuwa limefahamika sana. Yeye anaona kama kakejeliwa hivi. Kumbe hajakejeliwa. Kama ingekuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wanavaa kanzu za namna ile mpaka kwenye nusu ya muundi, na enzi hizo hakuna utaratibu wa kuvaa chupi, hebu naambieni kingetokea nini katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa mwenzako unasali rakaa mbili, wewe umekaa kitako unasoma Qur'ani au unaleta tasbih. Au wewe umesujudu sida kwa sunna, alafu mnyanyuka mwenzako wa mbele naye ndo kwanza kasujudu. Halafu na chipi, yani chupi, hajavaa. Na ndo kavaa kanzu ya aina ile unayoiona unaoifanya watu kwa inda. Ingekuwa kweli ni jambo lipo hilo katika busara hiyo, halafu hatujanukuliwa na nini? Kama vitu vingine mimi sikubali kabisa kama vilitokea zama za masahaba. Naona kuna hizi inda zinazofanywa na watu. Tumefahamiana? Najua kuna watu nikilichukua hili watachukulia kwa hisia ya ukali na hasira, lakini mimi nataka wao zaidi watafakari. Watizame vizuri, wazitiangalie upya zile hoja wanazozitumia katika ujenzi wa zile fikra zao. Si lengo langu kufanya kejeli ya aina yote ile. Wallahu aalam. Na wanaokata vipande najua watakwenda kukata kile kipande ninachosema mimi katika maana hii tu. Hii kingine cha kupoza hichi cha kusema sikusudi hivyo hatokitoa. Makusudi tu kuleta ushari. Mimi nishazoea mambo ya vyombo vya habari, mambo ya kusemwa, mambo ya nini nishazoea. Nishakuwa sugu na kwenda nayo tu. Tutafika. Ma asfala al-ka'bayn, ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar. Rawahu al-Bukhari. Hadithi kaipokea nani? Bukhari. Wa Abi Dharr radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Qala faqara'aha Rasul sallallahu alayhi wasallam 3 mirarin. Qala Abu Dharr khabu wa khasiru. Thumma man hum ya Rasul Allah? Qala al-musbilu wal mannanu wal munafiqu au wal munfiqu. Kwako kaandika wal munfiqu au wal munafiqu? Kwangu kaandika wal munafiqu. Wako wengine pia imeandikwa wal munafiqu.
Na walmunfiqu wengine imeandikwa, wacha tuone. Walmunfiqu sil'atahu au walmunafiqu sil'atahu bil halifi alkadhibi, rawahu Muslimun wa fi riwayati lahu almusbilu izarahu. Kutoka kwa Abi Dharr radhiyallahu anhu, na huyu ni sahaba maarufu tumemsema, Abi Dharr al-Ghifari, ambaye alislimu kutoka kwenye kabila la Ghifar ambalo walikuwa ni watu wanaoishi majangwani zaidi. Kwa hivyo ni mabedui wa aina yake, si watu wanaoishi katika miji wakashirikiana na watu wengine, na ni mtu alikuwa mkali sana katika historia yake. Amepokea ani nabii kutoka Mtume sallam qala, akasema thalathatun, watu namna tatu, la yukallimuhumullahu, hatowasemesha Mwenyezi Mungu yaumul qiyamati, siku ya kiyama. Yani Mungu hatozungumza nao, atawakasirikia, ndo maana yake. Na sisi tunaizungumza katika lugha hiyo, kwa sababu mimi sitaki kuzungumza nawe, au sasa hivi baba hataki kuzungumza na mtu, maana yake kakasirika. Na si kwenye family tulikuwa nayo hiyo, marehemu babangu akikasirika huapendi kusema, ananyamaza. Lakini mtu peke yake ambaye angalau alikuwa anamuweza kuliko hata mamangu ni mimi. Kwa sababu mimi naweza, kisha kasirika baba akakaa kwenye kiti chake cha kunesa, anadunda hataki kuzungumza na mtu, kapita kwenye uaskari yule bwana. Kwa hivyo ana mambo ya amri na nini basi nikifika mimi namwamkia kwanza, marhaba, umetumwa? Baba nimekuja tu kukuuliza, unataka nikakununulie kahawa sasa hivi? Kahawa ya nini? Mr. Kahawa sasa. Basi nimekuja kukuuliza tu kama unataka kahawa. Kurudi. Njoo. Haya, kanunue kahawa. Nenda. Basi ujue tena hapo tayari ngoma ishashuka. Dozi iko chini. Umefahamu? Lakini ni kumjua zile tabia zake. Sasa Abi Dharr al-Ghifari yeye alikuwa na tabia hizo. Sasa anasema thalathatun la yukallimumullahu, watu watatu Mwenyezi Mungu hatozungumza nao yaumul qiyama, siku ya kiyama, hataki kusikia habari zao. Wala yanzuru ilayhim, wala hatawatizama. Na muradi wake kuwatizama maana yake hatawahurumia, hatoshughulika nao. Wala yuzakihim, wala hatawatakasa, maana yake hatawasamehe walipokosea. Kutakaswa maana yake kusamehewa pale ulipokosea. Wala hum adhabun alimun, na ni yao adhabu yumizayo. Manake wataipata adhabu itakayoumiza. Kasema ni yao, lahum, kama vile kawamilikisha adhabu hiyo. Na ni lugha nzito zaidi. Na ni yao adhabu yumizayo. Qala, amesema Abu Dharr, fakharaaha, akayasoma maneno haya Rasulullah sallam thalatha mirarin, mara tatu. Manake kayasema mara tatu. Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wala hum adhabun alim. Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wala hum adhabun alim. Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wala hum adhabun alim. Mara tatu kwa msisitizo. Na hii ilikuwa ni tabia yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, anapofundisha jambo akitaka kuliwekea msisitizo analirudia. Kwa sababu aliwafundisha watu ambao hawasomi wala hawaandiki. Wengi wao aliwafundisha walikuwa hawasomi wala hawaandiki. Wanashika kwa kichwa tu. Sasa kama hujatengeneza vikorombwezo vya kuwafanya mambo yakae kichwani, ni kazi ngumu sana. Na hii ndio kazi inayotukuta watoa da'wa na watoa darsa. Changamoto kubwa sana kutengeneza namna ya ufundishaji ambayo itamfanya anayekuja kusoma aondoke na kitu muda wote, hata kama kasikiliza tu. Akishika kitabu akumbuke mengi uliokuwa umemfundisha. Ni lazima uchague maneno na lazima utengeneze mbinu mbadala zitakazoweza kuwafanya wavutiwe na kile unachokifundisha. Sasa na hili ni jambo ambalo tunatofautiana wafundishaji. Unaweza kumkuta mtu ana material nyingi, ana elimu kubwa sana, lakini kwenye mbinu na kipaji cha kufundisha akawa hayuko vizuri. Anasema tu maneno tu, anasema tu, watu hawajui la kushika, hawaondoki na kitu. Na kuna mwingine ana material kidogo sana, lakini anajua namna ya kuiwasilisha kwa watu na wakaondoka na kitu wamekishika. Sasa hapa tunapishana.
Kila mtu ajiongeze na apate mbinu za kuwasilisha mambo haya kwa umma kadiri inavyowezekana. Basi akarudia mara 3. Qala Abu Dharr, kasema Abu Dharr, khabu wa khasiru, wameshindwa na wamekula hasara watu hao. Kwa maelezo yako hayo kwamba ni watu watatu ambao Mwenyezi Mungu hatosema nao wala hatowatizama wala hatowatakasa na watakuwa na adhabu yumizayo. Hao watu basi wameharibikiwa na wamekula nini? Hasara. Khabu wa kad khaba man dasaha, ameharibikiwa, au Kiswahili cha kwetu cha zamani amepwerewa au amepwewa. Kupwewa na kupwerewa manake nini? Manake ni chombo kinachotakiwa kuelea baharini, sasa kwa kukosa maji kimebaki pale pale, kimetuama, hakiondoki, ndio kinaambiwa kimepwewa au kimepwerewa. Umepwerewa pwere, na hilo ni neno linatumika kuonesha kwamba umeshindwa vibaya vibaya. Na ngarawa ujahazi kipwewa au kipwerewa inalalia upande mmoja, haiwezi kukaa sawa sawa. Anapwewa naye vile vile, ndio akija maji madogo na inakuwa ni hivyo. Lakini maana yake ni kushindwa kufurukuta, kushindwa kuchukua hatua yoyote. Basi khabu, wamepwerewa, lakini maana yake wameshindwa. Wa khasiru, na wamekula nini? Hasara. Wamekula hasara, maana yake faida yote ya dunia iko akhera. Hii dunia yote hii utakavyofanya, faida yake iko wapi? Iko akhera. Hapa duniani utatumia, lakini faida halisi ya dunia iko akhera. Sasa umekula hasara we. Kwa hivyo akasema hivyo. Halafu ndo akauliza, man hum ya Rasulullah, ni nani hao ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Abu Dharr naye pamoja na ubedui wake, lakini alikuwa na akili nzuri sana. Kwanza kahitimisha kwamba wameharibikiwa na wamekula nini? Hasara. Ingawa hakuwajua ni akina nani, kwa sababu walisema tu watu namna 3. Halafu ndio akauliza, ni akina nani hao ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Qala, mtume akasema, almusbilu, mwenye kukokota nguo yake, mwenye kuburuza nguo yake, ndio musbilu. Tumemsema kule nyuma nani musbil. Na hii inawahusu wanaume tu, haiwahusu wanawake, kwa sababu wanawake wanatakiwa wakokote mabuibui yao, nguo zao, isipokuwa zile nguo ambazo wanafanyia ibada haitakiwi hivyo. Kwa hivyo anakuwa ndani ana nguo nyingine tunaita sisi kanzu, kule bara wanasema gauni, halafu juu ndo anakuwa na buibui, au wengine wanasema baibui. Na wengine kuambia buibui wanajua ni mdudu tu. Sisi kwetu buibui ni ule mdudu, na buibui vile vile lile baibui analovaa mwanamke. Na siku hizi kuna maabaya, kuna manini lile la nje, halafu kuna ile ya ndani. Sasa hiyo nje kikokota tatizo, kwa sababu watu kusali anaitundika, anaiweka pembeni. Walmusbilu, na mwenye kukokota nguo yake, yani inaoburuza. Almusbilu wa kwanza. Walmannanu, na msengenyaji au msimbulizi, mwenye masimango samani, mwenye masimango au mwenye masimbulizi. Ndio ile pale la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, kwa masimango na maudhi. Masimango au masimbulizi manake kumsaidia mtu alafu ukawa unamdhalilisha kwa maneno au vitendo kutokana na ule msaada uliompa. Wewe nini wewe? Hizo nguo ulikuwa hujui kuvaa, tumekufundisha sisi wewe kuvaa nguo. Umetoka kwenu wewe hujui chochote. Umetoka shamba na kaniki mbili chini, kama si sauti ungekula nini? Walisemezana watu hapa maneno anayajua albahari zama zake hizo, siti bitisadi. Umekuwa mtulini, ulitoka shamba kaniki mbili chini, kama si sauti ungekula nini? Akasimangwa naye akajibu. Sasa kumsimanga mtu manake kumtajia zile fadhila ulizomfanyia, alafu ukamuonesha kwa yeye si lolote si chochote, ikawa nia yako kumdhalilisha. Ingawa kuna wakati fulani inakuwa ni bakora nzuri. Sasa kama mwanafunzi ulimfundisha alafu baadaye akawa hana adabu, unaambia wewe umekuja chuoni unasema kithethe bismillahirrahmanirrahim qul a'udhu birabbin nas malikin nas, menga kurekebisha wewe punda wewe. Nini unasema wewe? Sivunjie watu heshima. Wakati mwingine ile inafaa, kwa sababu unampiga bakora yule kumtia adabu akae kwenye mstari. Mwalimu anaweza kumsimanga mwanafunzi ikiwa mwanafunzi amekuwa mtovu wa adabu, kwa sababu ndio namna ya
adabu. Na mzazi vile vile anaweza kumsimanga mwanawe ikiwa mwanawe amekosa nini? Amekosa adabu. Mimi na mamako tulikuwa hatulali usiku kucha, we homa na kurusha mikojo tu. Pumbavu wewe. Sasa hivi umekuwa mtu akutusema sisi wewe. Tena unanyamaza, basi baba nisamehe, nimekosea baba, ndio ilikuwa hivi basi na nini, unarudi chini. Na wakati mwingine anachanganya na uongo mumo ndani, lakini wewe tena uvumilie tu kwa sababu hati huyakumbuki uliyofanya uchangani, anakuchanganyia na nini na uongo kidogo mle ndani. Wewe tena vumilia tu, basi baba nisamehe na nini. Yale masimango yale yanafaa kwa sababu ni bakora. Tumefahamiana, mwalimu na mzazi, kwa sababu hawa ni walezi na watu wanaofanana nao, lakini mengine yote hayafai. Kwa hivyo almananu na mwenye masimango au mwenye kusimbulia, pia kusimbulia au kusimanga tunaita. Walmunfiqu sil'atahu, na mwenye kuiuza bidhaa yake bil halifil kadhibi, kwa kiapo cha uongo. Na huku kanaambia walmunafiqu sil'atahu, ndio huyo mwenye kuiuza bidhaa yake kwa kiapo cha uongo. Lakini mimi napenda ile walmunfiqu sil'atahu kuliko walmunafiqu sil'atahu bila ya shadda. Walmunfiqu sil'atahu ndio naiona bora zaidi kuitamka, ingawa kwenye kitabu changu imeandikwa walmunafiqu na hivyo vitabu vingine, lakini tumieni zaidi walmunfiqu sil'atahu, na mwenye kuitoa bidhaa yake bil halifil kadhibi, kwa kiapo cha uongo. Anauza lakini anaapa wallahi alazim nakuuzia kitu genuine. Na zamani wengine wanasema genuine, sijui kwa nini walitamka genuine wale wengine, kwa sababu nakumbuka wengine wanasema genuine, lakini naona ile ni genuine ndo katika lafzi sahihi ya Kiingereza. Sijui vipi, lazima nakuuzia kitu hichi ni genuine au genuine, original chenyewe kabisa hicho lakini pengine yeye anajua kuwa sio original, sio chenyewe, lakini anataka sasa ununue tu. Kwa hivyo anakupitia changa la nini, la macho, anamdanganya mtu amwambie ukweli juu ya ile bidhaa, basi huyo naye atakuwa kaingia. Na mfano wake ni mtu ambaye vile vile anaweza akakuposea mwanamke, akamwambia mwanamke barabara smart, kumbe hamna kitu, mashaka. Ndio vile walmunfiqu sil'atahu bil halifil alkadhib, anakupelekesha tu au anakukodisha nyumba hii haina tatizo lote, kumbe ina migogoro chungu nzima. Na wewe vile vile anaingia katika maana hiyo ya munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib, na kwa viapo vya uongo. Watu namna hii Mwenyezi Mungu hatawaangalia kwa jicho la rehema siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu atuepushe na watu wa aina hii. Rawahu Muslim, hadithi kaipokea nani? Muslim. Wa fi riwayati lahu, na katika mapokezi mengine yake, almusbilu izarahu, mwenye kukokota kikoi chake, mwenye kuburuza kikoi, saruni, msuri wengine wanasema, lakini inaingia na suruali, inaingia na kanzu, kwa sababu vazi lolote linalovaliwa upande wa chini au linalovaliwa likafika mpaka chini, lote linafanyaje? Linaingia katika maana hiyo. Hadithi inayofuata, wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamati man jarra shay'an khuyala'a lam yadhurillahu ilayhi yawm al-qiyamati, rawahu Abu Daud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Hadithi tena hii inagongomelea msumari pale pale katika maelezo yaliyotangulia. Wa an ibn Umar, na kutoka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Mungu amwiradhi yeye na babake, anin nabii, kutoka kwa Mtume sallam, qala, kasema, al-isbal, kukokota kikoi, kanzu au suruali, au kuburuza, fil izari, katika kikoi, wal qamisi, na katika nini, kanzu, huko ni kukokota inatokea, wal imamati, kasema na kilemba vile vile. Lakini kilemba sasa itakuwa ni kile ambacho hakiwezi kufika chini bila shaka yote, lakini kimeteremka mno. Yani umetengeneza kilemba sasa kinashuka mikia yake mpaka inakuja kifuani kama mtandio wa mwanamke. Unafunga kilemba linashuka huko nyuma mkia mpaka linagonga mgongoni. Hiyo nayo sasa ni kukokota. Na unaona haiko kwenye mguu peke yake, iko mpaka kwenye nini? Kwenye kilemba. Manjarra shay'an, atakaye kokota kitu, khuyalaa. Piga mstari kwenye neno khuyalaa, kwa majigambo, kwa kiburi, kwa kujiona, ndio khuyalaa. Tunasema kwa yule ambaye anafanya vile kwa majigambo na kujiona, sio yule ambaye anafanya vile kwa sababu pengine ya mazingira yake. Kama tulivyosema, kuna mtu mguu mmoja mrefu, mguu mmoja mfupi. Mwingine mguu mmoja lazima aitembelee vidole kutokana na ajali aliyopata. Akisema huku anaifanya fupi, huku itakuwa fupi zaidi. Akisema huku anaifanya ya wastani, huku itashuka.
Kwa hivyo huyu hafanyi kwa majigambo. Au mathalan ya maneno, umekwenda mahala nguo zako zimeingia najisi zote, na wewe unataka kusali, ukaambiwa pana kanzu hapa ya mtu mmoja mrefu, vaa hii usalie. Ukavaa lakini refu kuliko saizi, kwa nini umefanya kwa majigambo pale? Sio khuyala. Kwa hivyo kubwa, moyoni mwako una mawazo ya aina gani kwa mavazi yale. Basi ikiwa hivyo, lam yanzur